Na huku mvua ikiendelea kunyesha katika sehemu nyingine na kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi, hali ni tofauti katika maeneo ya kaskazini mwa Kenya ambako wakazi wanakodolea macho hatari ya ukame. Katika kaunti ya Marsabit, wakazi wa eneo la Turkana wanaishi kwa hofu ya ukame huku wakilazimika kusafiri mbali kutafuta maji. Emily Chebet anasimulia taswira ya taifa linalokumbana na majanga mawili tofauti kwa wakati mmoja. Kaskazini mwa Kenya, mahali barabara zinapomalizika na jangwa linaanza, ardhi hii imebaki kivuli cha ilivyokuwa hapo awali. Upepo hapa hauleti mvua, bali vumbi, njaa na hadithi zilizosahaulika. Hapa ni eneo la Turkana, zaidi ya kilomita 200 kutoka mji wa Marsabit, karibu na mpaka wa Kenya na Ethiopia. Familia zinakabiliwa na hali ngumu ya kimaisha. Visima na mabwawa yamekauka, malisho yamekwisha na mifugo, tegemeo pekee la maisha, liko hatarini. Wanawake hawa wametoka kijiji cha Konye, ni saa 6 mchana na bado wako njiani wakitafuta maji. Safari hii si ya hiari, bali ni safari ya kuokoa maisha. Tunatembea kutoka asubuhi kupata maji, na ukitoka asubuhi unarudi jioni na njaa, na mengine ni chumvi. Sasa tunalazimika kwenda zaidi kupata safi. Maji yale yale yanayoharibu na kuua katika sehemu nyingine za nchi ndiyo maji yanayohitajika sana hapa. Baada ya mwendo mrefu na wa kuchosha, kinachofuata ni kusubiri, kila mtungi kwa upole, na unahitaji uvumilivu. Tunatumia hiyo maji and it's not safe, yeah? It's not safe. Tunatumia because it's not salty, ni ya laga. Kutoka North Hor hadi South Hor, mapambano ni yale yale. Maeneo machache ya maji yaliyotolewa na wahisani yanavutia wakazi kutoka maeneo ya mbali. Mama, mbira yake ni moja tu, utaleta saa 2 kwa huko, utakuja kwa hapa. Na maji tunataka, na maji ni kidogo, unakaa tu hivi hapa mpaka saa 11. Takwimu za hivi karibuni kutoka shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu IFRC zinaonyesha hali ya kutia wasiwasi. Ukame umeshika kasi kaunti kadhaa zikiwemo Wajir, Kilifi na Kwale ambazo sasa zimeingia katika hali ya tahadhari. Hali hapa si hali, na iwapo hatua za dharura hazitachukuliwa, mwaka ujao unaweza kurudia changamoto za mwaka 2022 na mwaka 2023, miaka ambayo mamia ya familia zilipoteza makazi na riziki zao. Bwawa la Selegabaro lililojengwa mwaka 2010 lilikuwa mwanga na matumaini kwa wakazi wa Saru na Turkana kwa jumla. Kwa mujibu wa wakazi, bwawa hili liliweza kuhifadhi maji ya kuwatosheleza kwa miaka michache tu, lakini matumaini hayo yamedidimia baada ya muundo huu kuvunjika zaidi ya miaka 3 iliyopita. Tangu imejengwa tumekuwa inatumianga maji karibu mwaka 3, na sasa ile ingine hapo chini imetoboka na haikai na maji, na hii ikiharibika tutakuwa na shida kubwa sana, sababu tunaenda mbali almost 50 to 60 km kutafuta maji. Shirika la Msalaba Mwekundu limekuwa likishirikiana na jamii hapa kurekebisha miundo ya maji na kutoa msaada wa chakula. Emily Chebet, Runinga Citizen, kutoka kaunti ya Marsabit.